Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Karibu Kasako Media. Rais Donald Trump aliondoka Beijing mnamo Mei 15 mwaka 2026 baada ya siku mbili za mikutano na rais wa Uchina Xi Jinping, ambayo ilitoa hotuba za joto na maonyesho ya sherehe, lakini haikuwa na mafanikio makubwa katika biashara, teknolojia na Taiwan. Ziara hiyo ambayo ni ya kwanza kwa Rais Donald Trump nchini China tangu mwaka 2017 ilikusudiwa kuleta mafanikio yanayoonekana kiuchumi na kidiplomasia kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa Marekani mwezi Novemba. China ilisema Xi atafanya ziara ya kurudi Marekani baadaye mwaka huu. Imekuwa ziara ya maajabu, nadhani mengi mazuri yametokana nayo, Trump alisema katika mkutano wake wa mwisho na Xi huko Zhongnanbai. Imekuwa ziara ya ajabu, nadhani mengi mazuri yametokana nayo, Trump alisema katika mkutano wake wa mwisho na Rais Xi huko Zhongnanbai, eneo la uongozi huko Beijing. Akiwa safarini kurudi nyumbani, Trump alisema Xi alikuwa amesisitiza upinzani wa China dhidi ya uhuru wa Taiwan. Nilimsikia, sikutoa maoni yoyote, sikutoa ahadi yoyote kwa vyovyote vile, Trump alisema. Aliongeza kwamba hivi karibuni ataamua kama ataidhinisha uuzaji wa silaha wa Marekani kwa Taiwan baada ya kuzungumza na mtu ambaye hivi sasa anaendesha Taiwan. Trump pia alisema Xi aliuliza kama Marekani ingeilinda Taiwan ikiwa China ingeshambuliwa kisiwa hicho. Kuna mtu mmoja tu anayejua hilo na ni mimi. Mimi ndiye mtu pekee, Trump alisema. Swali hilo liliulizwa leo na Rais Xi, nikasema sizungumzi hilo. Aliongeza kwamba hivi karibuni ataamua kama ataidhinisha uuzaji wa silaha wa Marekani kwa Taiwan. Kulingana na maelezo rasmi ya China kuhusu mazungumzo hayo, Xi alionya kwamba kushughulikia vibaya swala la Taiwan kunaweza kukasababisha mzozo. Da Wei, mkurugenzi wa kituo cha usalama na mkakati wa kimataifa katika chuo kikuu cha Tsinghua, alisema pendekezo la Xi la kuunda uhusiano na pande mbili kama utulivu wa kimkakati unaojenga linatoa msingi mpya unaowezekana wa mahusiano. Hadi sasa, China haijapendekeza njia mbadala. Sasa wanapendekeza ikiwa upande wa Marekani utakubali, hiyo ni maendeleo, Da alisema. Trump pia alisifu ahadi ya China kununua ndege 200 za Boeing, ingawa tangazo hilo liliwakatisha tamaa wawekezaji kwa sababu ripoti ya awali zilikuwa zimependekeza oda ya ndege zipatazo 500. Hakukuwa na mafanikio yoyote yaliyopatikana katika kuidhinisha mauzo ya chipsi za akili bandia na Nvidia H200. Licha ya mkurugenzi mtendaji Jensen Huang kujiunga na ujumbe wa Trump. Alipoulizwa na Reuters kuhusu maendeleo, Huang alisema tu, ninaipenda China, nilikuwa na wakati mzuri. Feng Chucheng, mwanzilishi na mshirika katika utafiti wa Utong mwenye makao yake makuu Beijing, alisema mkutano huo ulilenga zaidi katika kuleta utulivu wa mahusiano kuliko mikataba mikubwa ya kibiashara. Singetumia ukubwa wa mikataba kupima matokeo ya mkutano huo, Feng alisema. Trump alisema yeye na Xi hawakujadili ushuru na pande hizo mbili hazikutangaza azimio lolote kwa udhibiti wa mauzo ya nje ya China kwenye madini adimu ya ardhini. Waziri wa mambo ya nje Marco Rubio alisema baada ya mkutano hiyo kwamba sera ya Marekani kuelekea Taiwan haikubadilika. Basi kwa kupata mengi zaidi, jiunge na Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.